aliyotoa kwa kupanua wigo wa udhamini wake. Tuwapigie makofi mengi sana kwa msimu huu. Lakini pia benki ya biashara Tanzania NBC, ambaye ndio amechukua ile ligi kuwa ndio mdhamini mkuu kama ambavyo tumeona. Tuwapigie makofi na NBC ambao pia mwaka 2021 wao pia wamekuwa wadhamini wakuu. Sasa inawezekana pia ziko taasisi nyingine, natambua pia mbali ya Azam na NBC, lakini pia TBC nao kwa sababu wanatangaza mpira huu, na wale wote ambao pia wanaendelea kutoa udhamini wao. Nadhani katibu mkuu atakapokuja kueleza hapa ataeleza. Nafasi yangu ilikuwa ni kuwashukuru hawa wote kwa kazi kubwa walioifanya katika kuinua kiwango cha mpira wa miguu Tanzania, na tunayo matumaini kwamba kiwango cha soka Tanzania kitazidi kukua, kwa sababu bado tunaona mshikamano wenu ndani, wadhamini, shirikisho, lakini wizara, viongozi wa vilabu vyote nchini, na haya mafanikio ambayo leo tunakuja kuyasherekea hapa, tunaamini pia msimu ujao, na tumeona ligi ya msimu huu ilivyokuwa na ushawishi mkubwa, nguvu kubwa na uwezo mkubwa wa wachezaji tulionao. Tujipongeze sana Watanzania kwa hatua ambayo tumeifikia. Kwa hiyo ilikuwa lazima tushereshe kwa hilo, kwa sababu tunaamini uongozi wa shirikisho ambao kwa sasa unasimamia mpira wa miguu unatufikisha hapa tulipo, tukiwa na shirikisho ambalo liko chini ya wizara. Wizara ni serikali. Serikali inaendelea kusimamia uwepo wa michezo yote, mpira wa miguu ukiwepo, na ndio kwa sababu mkurugenzi wa michezo yuko hapa. Mkurugenzi wa michezo yeye analo baraza lenye mashirikisho mbalimbali, TFF, basketball, netball na mashirikisho mengine. Serikali kwa ujumla wake tumeendelea kutia hamasa na kuongeza nguvu katika kuhakikisha kwamba mpira wa miguu pamoja na michezo mingine, lakini hasa leo kwa sababu ni tukio la mpira wa miguu unapata sura inayobeba taifa hili na kulitangaza taifa hili. Tumeweka utaratibu mzuri wa kuinua viwango na vipaji vya wachezaji wetu Tanzania kwa wale wote wanaoamua kushiriki kwenye michezo, ili hatimaye tuweze kupata timu inayoweza kuitangaza nchi, kama ambavyo tumeanza kuona timu zetu kwa klabu moja, lakini timu za taifa zinazoundwa na wachezaji kutoka kwenye vilabu hivyo wakifanya vizuri kwenye medani za kimataifa. Katika hili nasi Tanzania leo tumeanza kushuhudia kuwa na timu nyingi za taifa zikicheza kwenye mashindano ya kimataifa na kupata mafanikio makubwa. Tujipongeze katika hilo pia. Ndugu wana michezo, niendelee kuhakikishia kwamba serikali yenu ya awamu ya 6 inaongozwa na rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, bado dhamira ya kuendeleza michezo nchini iko pale pale. Na sasa Mheshimiwa Rais alichofanya kwenye wizara ni kuipunguzia mzigo wa uratibu masuala ya michezo. Ameondoa kipengele cha habari, amekipeleka kwenye wizara nyingine, na ile wizara sasa inaitwa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, ili iwe na mzigo mdogo, iweze kuratibu vizuri shughuli za michezo na kuhakikisha kwamba viwango vya wale wote wanaoshiriki kwenye matukio haya, iwe ni sanaa, utamaduni na michezo, na leo tunazungumzia michezo, waweze kushiriki kikamilifu, na huku serikali ikiunga mkono. Kwa hiyo niendelee kuhakikishia mwenyekiti ya rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwamba jitihada zako zitaendelea kuungwa mkono na serikali, shughuli zako zitaendelea kuungwa mkono na serikali hii ya mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, na Watanzania ni mashahidi. Rais wetu amepata heshima pale alipokubali kuanzisha ligi inayoitwa Samia Suluhu Cup. Tunayo Kagame Cup ya wanaume kwenye nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, na rais wetu sasa analo kombe lake linaloitwa Samia Suluhu Hassan Cup
ambalo ni la wanawake. Kwa hiyo hii ni alama tosha kwamba rais wetu wa nchi anathamini michezo. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anapenda michezo, na kwa kuwa yeye ndio kiongozi wa serikali hii, hapa ninaposema kwamba serikali hii imenayo dhamira ya dhati kuhakikisha kwamba michezo inakuwa, huo ndio ushahidi kwamba rais wetu ndio maelekezo aliyotoa kwetu wasaidizi kuhakikisha kwamba michezo nchini inashamiri na inapata mashiko, na taifa letu sasa limekuwa ni kimbilio la wachezaji wenye nchi mbalimbali kuja hapa kushiriki nasi kwenye michezo mbalimbali, hasa mpira wa miguu. Hii ndio alama ambayo leo hii tunaweza tukajivunia. Ndugu wana michezo, sitaki nitumie muda mrefu kuhutubia, lakini leo nimefurahi kuona kwamba tunakuja hapa tunawaleta wachezaji wetu waliofanya vizuri. Mwenyekiti wa kamati ya maandalizi alipokuwa anazungumzia tuzo, alikuwa anasema si zawadi, si heshima. Mimi nataka kusema tuzo ni zawadi ya baada ya kuwa umefanya vizuri kwenye eneo lako, na hii inasaidia pia kuwatia motisha na wengine wafanye vizuri zaidi, wapate kuingia kwenye tuzo kama ambayo leo tuko hapa nayo. Pia nayo inaweza kuwa ni motisha, na utamaduni ambao leo shirika la mpira wa miguu, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania melifanya la kuandaa tuzo ambayo pia mmeonyesha kategori au maeneo mbalimbali kwamba mmetambua wachezaji, kuna viongozi, wahamasishaji, waamuzi na wengine kulingana na mlivyoweka. Hii inasaidia kuongeza ari, hamasa ya watu kushiriki kikamilifu kwenye mpira wa miguu, na ndio njia pekee ya kufanya mpira wa miguu uweze kukua. Kategori ya wachezaji leo wataona wachezaji wenzao wanapata tuzo, kila mmoja ataweka mpango kazi wake wa kucheza vizuri zaidi, na naamini vigezo mlivyovitumia navyo pia baadaye mvitangaze ili watu wajue kumbe ili uweze kuingia kwenye tuzo unatakiwa ufanye nini na nini. Hii inatia hamasa kwa wachezaji. Kwa hiyo kwa maeneo yale yote yaliyotamkwa ambayo pia maandaliwa hapa, na mimi kwa uwepo wangu hapa nataka nitamke kwamba leo niko tayari kushiriki katika kukabidhi tuzo, ikiwa ni sehemu ya motisha kwa wale wote ambao wametamkwa kuendelea kujitahidi zaidi kwenye michezo. Mwisho kabisa, niwashukuru wana michezo wote. Nianze na shirikisho kwa kunikaribisha kushiriki nanyi. Mimi ni mwanamichezo mwenzenu, na wale wenzangu watakaopata leo zawadi, wale walimu, mimi ni mwalimu mwenzenu. Natamani siku moja na mimi mwenyekiti wa shirikisho ukatambua pia mchango wangu na mimi nikaingia kwenye tuzo. Mimi nacheza nje lakini sifundishi ndani, nafundisha nje. Kwa hiyo na sisi wa nje na sisi tutengenezee kategori yetu ili tuje tunakutana hapa. Lakini leo nawakilisha wenzangu walioko nje ili tuweze kushiriki pamoja. Niwashukuru pia vilabu vyetu tena. Mwanzo niwapongeza, sasa nawashukuru kwa sababu mmeshiriki vizuri sana msimu uliopita. Mmefanya vizuri sana msimu uliopita kwa kuongoza timu zetu na kufanya vizuri. Sasa napowapongeza tena kwa msimu uliopita, sitawasahau wale wafadhili wa timu moja moja walioweza kutoa mchango wao kwa vilabu kuvisaidia kufanya vizuri. Haya tunayosherehekea leo ni matokeo ya jitihada zao. Kila klabu iliyoshiriki ligi kuu mwaka jana ilikuwa na mtu au taasisi iliyosaidia klabu hiyo kushiriki vizuri. Kwa hiyo hatuwezi kuondoka hapa bila kuwashukuru. Tunajua mko wengi ambao kila mmoja amejikita kwenye vilabu. Sitakuwa na uwezo wa kuhesabu moja moja, lakini natambua mchango wenu kwa ni mchango mzuri sana. Na tunapoendelea huku tumeanza kuona pia idadi ya watu ambao wanapenda kudhamini timu ili zifanye vizuri inazidi kuongezeka. Na jambo hili tumekuwa tukilisubiri kwa miaka mingi. Kujitokeza kwenu ndio mnasaidia kuchangia maendeleo ya mpira miguu Tanzania. Na sisi kupitia wizara, kupitia shirikisho, tutaendelea kutambua mchango huo. Na naamini kama sio mwaka huu basi mwakani, lakini nao pia lazima watambuliwe kwa mchango huo.
ili vilabu vyetu viendelee kujiandaa, waingie kwenye mashindano vizuri kwa confidence ya kutosha, lakini wamalize msimu wachezaji wakiwa katika hali nzuri ya kuingia tena msimu ujao. Jambo hili ni muhimu tukaliendeleza. Kwa nawashukuru wafadhili wote mmoja mmoja au wadhamini wote mmoja mmoja mliodhamini vilabu vyetu. Naona pia mwaka huu mmedhamini vilabu vyetu ili viweze kushiriki kikamilifu. Sasa baada ya kushiriki kunakuwa na mafanikio. Mafanikio mengine ni haya ambayo tumeona pia vilabu vyetu vinapata nafasi kwenda kushiriki kwenye makombe mbalimbali huko nje. Na katika hili shirikisho la mpira wa miguu, vilabu ambavyo vinaendelea viendelee kuratibiwa na tuhakikishe kwamba vinashiriki. Ile ni sura ya nchi, na tunatamani tuone vilabu vinavyotuwakilisha viwe vinafanya vizuri zaidi kule. Biashara klabu ambayo inaondoka kesho kutwa, msimamie biashara klabu inakwenda Somalia kucheza. Sudani si Somalia, iende ikacheze. Libya inaenda Libya kucheza mchezo wa pili. Imefanya vizuri mechi zote za awali, wasikwame kwenda kucheza mchezo huu wa marudiano. Kwa jukumu hili, mkurugenzi wa michezo na shirikisho la mpira wa miguu, mkae muhakikishe timu inayoondoka kesho kutwa inakwenda kucheza na isibaki nchini. Ikishindwa itakuwa ni aibu kubwa, na tuko tayari kuipata aibu hiyo. Kwa hiyo baada ya shughuli hizi, baadaye mkae mjipange, biashara iondoke nchini iende Libya, na tunaamini itashinda. Kwa kuwa wadhamini wapo, marafiki tunao wengi, kwa hiyo nao washirikishwe, timu iondoke ikashindwe huko, lakini iende. Na sina imani kama itashindwa. Unajua itashinda tu, itashinda tu. Tunataka ikashinde, irudi hapa. Haya ndio yatawafanya wachezaji wetu wapate ari ya kuendelea kushiriki kwenye michezo mingi zaidi. Ligi ya msimu huu nayo iende kwa moto, kila mmoja akitafuta nafasi pia kushiriki nje, na sisi ndio tunafurahi kuona vijana sasa wa Tanzania wakipata fursa hiyo. Baada ya kusema haya, niwashukuru tena wote kwa kuhudhuria hapa, na sasa niko tayari kufanya kazi ambayo nitatakiwa kuifanya ya kutoa tuzo kwa wale washindi wote. Sitapata muda wa kuwashukuru na kuwapongeza washindi hao, lakini seme wale wote mlio kwenye orodha hiyo ambao tuwajui, kila ukija hapa jua kwamba una pongezi zangu.